Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya ng'ombe. Kupandishiwa kodi au malipo ya kitu. Kufanyiwa jambo litakaloleta amani au matumaini kwako. Kukutanishwa na mtu kwa sababu fulani. Kuhisi dhuluma itatendeka. Kuhisi hali ya kutokuwa na utulivu ndani ya moyo. Kuna mtu anahitaji kutimiza dhamira yake kwako. Kuwekeza kitu kwa mtu mwaminifu. Hali ya utulivu uliokuwa nao unaweza kubadilika na kuwa mwenye hasira. Kusalimika kwa tatizo. Nyota ya mbuzi. Kumuunganisha mtu kwenye kikundi. Kuhisi njaa wakati wa usiku sana. Kutoa sababu ya kutompa taarifa mtu fulani. Kumjulia mtu hali yake kila siku. Kuhitaji heshima iwepo na si mazoea. Kuhisi nafasi nzuri itajitokeza kwako. Mtu anashindwa kukuamini kutokana na jambo ulilomtendea mwanzo. Kujivunia kwa kitu unachokifanya. Kujisifu. Kuhisi una nguvu kubwa ya kufanya kitu kwa ubora. Nguvu yako ya mwili inaonyesha kuwa hivyo. Nyota ya mashuke. Kufikiria kuyarudisha mahusiano yako na mtu. Kujua sababu ya mtu kuondoka sehemu. Kuziepuka hila za mtu. Utajihisi mnyonge au mkosaji wa jambo. Kuamini masiku yajayo mambo yatakuwa mazuri. Kupendeza kutakufanya ujihisi mwenye mvuto fulani. Kutoweza kukaa sehemu isiyokuwa na maelewano. Kutamani ufanye kitu kilicho sahihi na kitakachokubalika. Uoga wako ni kushindwa, hutaki kabisa iwe hivyo. Maneno mabaya uliojizuia kuongea utaona ulikuwa sahihi. Uharibifu wa kitu unakupa hasira mara kwa mara. Taarifa ya mtu itakuumiza moyo. Nyota ya samaki. Kupoteza pesa. Kutotafutwa tena na mtu uliyemfanyia dharau. Mtu anajaribu kukusahau maishani mwake. Mtu ana mpango mbaya kwako. Hahitaji ufikie lengo na ndiyo maana huziona chuki za wazi kwa watu. Unahitaji upendo kwa mtu wako wa karibu ili uwe na amani. Kuumizwa na ukatili aliyofanyiwa mtu. Mtu anapokuelezea jambo unalipokea kwa undani zaidi kwa kulichambua. Upo makini kusikiliza na kuelewa. Ila wengi wenu kwa sasa mtakuwa na ugumu wa kuelewa. Kutokana na mchanganyiko wa mambo mengi akilini. Kushindwa kuling'amua lipi kwa haraka. Ukaidi wa mtu unazidi kukuumiza au kukuchosha. Kuhisi unapotea kwa kuzidi kusubiri kitu. Wema wa watu haupo tena. Ukipata utulivu ni mtu muhimu sana wa kupanga kitu kwa malengo yenye kutimia. Jibu sahihi la jambo lipo moyoni mwako. Ondoa ukungu mbaya unaokuzunguka ili upate kutatua kila tatizo unalolimudu. Nyota ya nge. Utapunguza kulaumu au kunung'unika. Laana ya mtu bado unahisi inaendelea kuumiza wengine. Kutopata maono kama ya hapo mwanzo. Kuzungukwa na watu wabaya wanaojifanya wema kwako. Ujasiri wenye nguvu hukupa furaha na mwongozo wa kufanya kitu. Kilio chako kuhisi kimesikika sasa. Kuna hali ya usaliti wa kitu kuwepo, na hali ya uaminifu kwa upande mwingine utakuwepo pia. Kutotaka upitie maumivu kama ya hapo awali. Ulongo wa mtu kutotaka kusamehe, labda ajifunze kwanza. Ila unachukia kitu hicho kabisa. Ni heri ukweli wa maumivu huupokea vema sana. Udanganyifu wa mtu huweza kufanya usimwamini tena. Kuhisi wiki ijayo itakuwa sawa kwako. Kupokea majibu uliokuwa ukisubiri. Nyota ya kaa. Kuhisi kusalitiwa. Mtu anakuonesha kuwa anaweza kwa vile ulivyomfunza. Mzunguko wa bahati nzuri inakuja kwako kwa kukuoneshea ukweli wa kitu. Kuwa na tabasamu umuonapo mtu fulani. Kuweka kiapo au nadhiri ya kitu. Maneno yako yanamfariji mtu na kutojihisi kushindwa. Utaishiwa pesa kwa mambo mengi unayofuatilia. Utata wa kitu kuisha kabisa. Kuna uhuru mkubwa utakaoupata. Yote ni kutokana na kuamini kitu sahihi. Kila hatua yako ina malengo na sababu yenye ukuu. Kuchelewa kupata kulikuwa na heri kwako. Mungu anakuonesha miujiza yake sasa.
Mpaka mwaka ujao wewe ni mtu mwingine kabisa. Nyota ya punda. Kupata msisimko au hali ya shauku ya kufanya kitu. Kumwelewa mtu kwa kina huku ukiwa unafurahi. Mtu ataumia kwa nini alikosana na wewe. Unapohisi hali hafifu ya kutambuliwa, unaona kabisa unapoteza kitu muhimu. Mtu anajifunza kupitia wewe. Aliyetamani uharibikiwe anaharibikiwa yeye sasa. Mtu mnafiki atakufikia akiwa analia au mnyonge. Ni kama vile anajutia kitu. Ila yupo kwako kwa sababu kuijali sana afya yako na kujikanya kwa jambo. Neno lako linabadilisha mwongozo fulani. Mtu atakiri jambo kwako. Nyota ya simba. Kujiamini kwako kutafanya mtu asiwe na hofu na wewe. Atakupa uhuru kwa kuwa anajua kuwa ni nini unachoweza. Alama ya mshale na kujulisha tukio litakaloumiza moyo wako. Utahitajika kuwa mwenye mazingatio kwa jambo ili usiwe mkosefu. Kuliona taji. Inakujulisha kufikia wakati sahihi uliokadiriwa kuufikia. Utamsamehe aliyekukosea. Kuiepuka tamaa mbaya. Nyota ya mshale. Kuwa na matumaini hukufanya moyo wako utulie. Kuweza kukabiliana na hali iliyokuwa inakupa changamoto. Kufanya uamuzi wa haraka bila kufikiri. Hali hiyo huleta madhara kwako. Kutokana na alama yako inaonyesha moto mkali, ambao wenye kuteketeza kwa haraka. Hivyo unahitaji kuwa mtulivu. Kutunga au kubuni kitu kizuri cha sanaa. Kutamani ungekuwa mtu wa aina fulani. Utakuwa mwenye kushurutisha sana. Kejeli au dharau za mtu zinapungua kwako. Nyota ya ndoo. Kupenda makubaliano kabla ya kitu kufanyika. Mtu atajua alipokosea. Kufikiriwa vibaya baada ya kuzungumza jambo. Alama yako inaonyesha kuwa msamaria mwema mwenye kutii, kuongoza na kutopenda ubaguzi. Ila unahitaji uwazi zaidi. Katika vigezo vyote utahitaji kupata ulichokikosa. Nyota ya mapacha. Kupenda uhuru. Kuhisi furaha unapofanya kitu bila makatazo au mipaka. Utakuwa sababu ya mtu kupunguza mawazo yake. Utafanya unachoweza kwa ajili ya mtu. Kutopenda kusitishwa jambo au vikwazo visivyokuwa na maana. Mtu atajua kuwa hauko tayari kwa kitu. Nyota ya mizani. Kitu kizuri kitafanya uwe na furaha. Kuendelea kupambana kwa jambo fulani. Ukimya wa mtu utakupa funzo muhimu. Kuzungumza kwa hisia ili mtu kujua unachomaanisha. Kuchelewa kupata kitu ila itakuwa ni bora kwako. Kuchukia ahadi zisizotimia. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.